Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu kwa taarifa za siasa na maendeleo ya kitaifa. Leo tunaangazia taarifa kubwa ndani ya chama cha Orange Democratic Movement ODM. Edwin Sifuna ameondolewa rasmi katika wadhifa wa katibu mkuu wa ODM. Kamati kuu ya kitaifa ya ODM NEC imepitisha uamuzi wa kumwondoa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama hicho kuanzia mara moja. Kwa mjibu wa taarifa rasmi ya chama, uamuzi huo ulifikiwa wakati wa kikao cha NEC kilichofanyika Mombasa. Chama kimesema kuwa kulikuwa na masuala ya kinidhamu na changamoto katika uongozi wa juu ambazo zilihitaji hatua za haraka. ODM imesisitiza kuwa uongozi wa chama lazima uzingatie katiba ya chama, maamuzi ya vikao rasmi na mshikamano wa ndani. Baada ya kuondolewa kwa Sifuna, naibu katibu mkuu wa ODM ambaye ni mbunge wa wanawake wa Busia, Catherine Omanyo, ameteuliwa kuwa kaimu katibu mkuu. Atahudumu katika nafasi hiyo hadi pale chama kitakapofanya uteuzi au uchaguzi wa katibu mkuu mpya wa kudumu. Hatua hii inakuja kufuatia mvutano wa muda mrefu ndani ya chama. Kumekuwa na taarifa za kutokuwepo kwa baadhi ya viongozi katika vikao muhimu vya chama pamoja na tofauti za kimtazamo kuhusu mwelekeo wa ODM. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa hatua hii inaweza kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha nidhamu na umoja wa chama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kuondolewa kwa Edwin Sifuna ni hatua yenye uzito mkubwa wa kisiasa, hasa ikizingatiwa kuwa yeye ni seneta wa Nairobi na mmoja wa sauti maarufu ndani ya ODM. Swali kubwa sasa ni, je, hatua hii itaongeza mshikamano ndani ya chama au itaibua mgawanyiko zaidi? Na je, Edwin Sifuna atachukua hatua gani baada ya uamuzi huu? Kwa sasa chama cha ODM kinaonekana kuanza ukurasa mpya katika uongozi wake wa kiutawala. Wanachama na wafuasi wa chama hicho wanasubiri kuona mwelekeo utakaochukuliwa katika siku zijazo. Tutaendelea kufuatilia na kukuletea taarifa zaidi kadri zitakavyokuwa zinajiri. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili usikose taarifa muhimu za kisiasa na kitaifa. Mimi ni Lexa Classic na hii ni Lexa Media. Asante kwa kutazama.